Na bado tunaendelea kuzungumza na mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Bwana kwema? Kwema kabisa ndugu yangu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yako fresh, japokuwa nimeshiba biliani hapa, ambalo biliani hili nimekula kwa uchungu mkubwa sana. Kwa sababu wa nini huo? Uchungu uliokuwa nao ni kwamba nimekuja kwenye mkutano, kilichokifuata juu ya mkutano sijui kitu gani ambacho kilichoamuliwa juu ya mkutano. Hujui nini kimeamuliwa? Kwa sababu mimi ninavyofahamu mkutano na mwenyekiti yoyote wa klabu mwenye busara huwa sisi ndio mabosi wake, kwa sababu sisi ndio tulimchagua kumpa cheo hicho cha mwenyekiti. Kwa hiyo yeye wajibu wake ni kutusikiliza sisi kwenye hoja yoyote ambayo anaileta mezani. Sasa inapotokea kwamba anatuletea vitu afu anakuwa na maamuzi yeye, hiyo inakuwa haina maana mkutano. Yaani kama tumefuata kula biliani tu. Kama mmetoka nyumbani kuja kula tu. Tumekuja kula tu, hamna kitu tulicho kina nini. Sawa. Bwana, tuambie kitu ambacho kimetokea leo. Mkutano umeisha, limeibuka zogo. Hili zogo ni kutokukubaliana na kile ambacho kimeazimiwa kupitia mkutano mkuu, ama nyie mlikuja na mambo yenu mbali na yale ambayo yalikuwepo bayana? Kilichotokea ni kwamba katika mikutano yote ambayo tulikuwa tunahudhuria, mkutano huu ulikuwa bora kuliko mikutano tuliyotoka. Kwa nini nasema ulikuwa bora? Mkutano huu watu walikuwa wamejipanga na hoja. Na hoja kuu ni kulingana na mwenendo wa klabu yetu jinsi inavyokwenda. Na changamoto kubwa ya huu mwenendo mpaka kuwa hapa ni kwa sababu ya kuwa na changamoto ndani ya klabu yetu. Changamoto ziko kwenye uongozi na changamoto ziko kwenye upande wa wanachama. Kwa hiyo changamoto hizi ilikuwa ndio sehemu ya leo kuweza kuziweka sana, kuweza kuzitatua. Lakini cha ajabu na kusikitika na masikitiko makubwa sana niliyokuwa nayo ni kuona mwenyekiti kaonyesha madhaifu yake mbele ya wanachama wake. Kwa sababu madhaifu kwa maana gani? Mkutano ulikuwa una hoja kuu ya kutoa tofauti zetu ambazo kuliletwa mapendekezo ya katiba. Mapendekezo yale ya katiba ni kuweza kujua aina mwenendo wa klabu yetu jinsi unavyoendeshwa. Sababu mpaka dakika hii hata ukimuuliza mwanachama yote wa Simba Sports Club, ukiwauliza kazi za viongozi ambao tuliowachagua wanafanya kazi gani, hawazijui mpaka leo. Ni kwa sababu hakuna mgawanyo wa kimajukumu. Kwa hiyo sasa ilikuwa inapelekea kuingia na mkanganyiko. Kwa mkanganyiko huu ndio mpaka umepelekea hapa ulipokuwepo. Kwa hiyo mapendekezo ambayo yalikuwa yametoka serikalini yakiongozwa na naibu waziri wa michezo Mwana FA, ambaye aliongea vizuri kabisa, na yale mapendekezo ya wanachama wenzetu ambao wameyapeleka mpaka kutolewa majibu yake, yalikuwa ndio moja baada ya jingine yaweze kuchangiwa kwa hoja kupitia kwa wanachama, ili tuweze kutoka na kitu kimoja. Kwa sababu hatuwezi kusema kwamba yale yaliyotolewa yote yamepita wakati umeshakusanyika watu wenye nyumba zao, ambao hii nyumba ndio yatakiwa ijenge nyumba moja. Maana yake kwamba mawazo yote ya watu wote yatakiwa yaheshimike, lakini tumenyimwa uhuru huo wa kuweza kutoa mawazo yetu. Nini mnahitaji kifanyike zaidi mbali na haya ambayo yametokea? Nini kifanyike wewe kama mwanachama ambaye una sifa kukaa kwenye mkutano mkuu kama huu, mkutano wa mwaka? Kiutaratibu hata na mategemeo yangu yalikuwa ni kunyoosha kidole wakati mwanasheria alivyokuwa anapitia vile vifungu vya kuweza kufanya utaratibu wa ile kamati yao walikokuwa wanafuatilia yale masuala ya mchakato ule katiba, marekebisho ya katiba. Nilitaka ninyooshe kidole kwa kuweza kuwaratibu viongozi wangu. Wale viongozi wote walikopo madarakani kwa sasa walitakiwa wajiuzuru. Kwa nini wajiuzuru? Kwa sababu viongozi wale walikuwepo kuanzia katiba ambayo tuliko tunaiona ina makosa, na wao ndio walikopo wanatuongoza kupitia hiyo katiba yenye makosa, mpaka baadaye wanachama walikuwa nje ndio walikuja kuona kasoro za ile katiba na kwenda kwenye mamlaka husika mpaka kuletewa marekebisho. Maana yake wale hawatoshi kuendelea kuwa viongozi, na ili kuweza kufanya mabadiliko ya ile katiba, maana yake wakiendelea kuwepo wale, hakuna kitu kitakachokuwa kinafanyika. Kwa hiyo tulitaka tume huru ambayo sisi tutajiridhisha nao sisi wanachama, aidha kwa kuwachagua sisi, ili tuweze kuwa na uhuru na uwanja mpana kuweza kuyaona yale tuliyokusudia aende akafanyiwe kazi. Lakini kwa utaratibu ambao ulikuwa umetumika leo, bado inaonyesha kabisa kwamba bado kuna watu wanauloa madaraka. Watu wanauloa madaraka, wanataka kuendelea kuongoza. Sawa bwana, tumezungumza mengi, yako mengi sana ambayo watu wanataka kusikia. Ukiachana na hilo, lakini mbona mnaonyesha nia kumkataa mwenyekiti mazima? Kiukweli binafsi mimi nilikuwa ni mmoja wenyewe wanaita machawa. Nilikuwa mchawa mkubwa sana wa Mangungu, na huu uchawa ulikuja baada ya mwekezaji wetu kutembea kwenye yale matawi yetu nguli. Mimi ni mwanachama natokea tawi la Mpira Pesa Magomeni Mikumi, naitwa Alimkina. Alikuja mwekezaji
akatuelekeza kwamba ili tuweze kufanikiwa na kufika malengo ni lazima mchague watu ambao ninaohitaji mimi kuendana nao. Na katika watu ambao walikopo wa kuendana nao alikuwa ni Mangungu. Kipindi wakati Mangungu anaingia madarakani alikuwa amekaimu nafasi ya Envas Aveva ambaye alikaimu ile kwa miaka 2. Alikuwa anagombania na Juma Ngamia. Hakuna mwana Simba yoyote ambaye alikuwa anatamani kumuona Juma Ngamia ndo anakuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Lakini kulingana na matakwa ya mwekezaji ikabidi sisi tuishi na upepo wa mwekezaji kwa sababu yeye ndo alikopo ndo sehemu ya utetezi wa klabu yetu. Lakini yeye hakujua kwamba maskini yoyote unapokuwa unampa madaraka baadaye lazima anakuja kukugeuka. Kwa kinachofanyika kwa sasa hivi Mangungu anamgeuka Mohamed Mo. Kwa anavyokuwa anamgeuka na sisi wanachama tunakuwa hatumuelewi kwa nini anakuwa hivyo. Unataka uniambia mwenyekiti wa timu amemsaliti mwekezaji? Ina maana kwa huu mwenendo unaokwenda wa klabu maana yake ni kwamba mwenyekiti anatamani kuwa na madaraka ya juu kuliko mwekezaji. Wakati sisi wana Simba tunahitaji mwekezaji ndio awe na nguvu kuliko yeye. Sawa. Asante.